Yamekuwa yakiendelea mengi ya kimaendeleo pale jijini Arusha. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu TFF Wallace Karia ameonekana akiwa na Jemedari Saidi, na moja kati ya picha ambayo imezua hisia za aina yake ni mara baada ya kuonekana akiwa na Jemedari Saidi. Watu wanajiuliza, nafasi ya mtendaji mkuu bodi ya ligi ipo wazi, na kila wakimtazama bin Kazumari, unaona viatu anaweza kuvivaa na vikamtosha kukaa katika nafasi hiyo. Zaidi ya au nimejibu shoti. Yani hapo sasa umetuacha njia panda. Yani ni zaidi ya kuvivaa. Huyu bin Kazumari sio kuvaa tu, zaidi ya kuvivaa, na akivivaa itanyoka Simba, itanyoka Yanga na vilabu vingine. Yule mwanamume ni mtu wa mpira, my brother. Yule mwanamume ni msema haki. Yani ni zaidi, nirudie tena, ya kuvivaa. Na mimi ningeomba kama itawezekana basi ampe kweli kuwa CEO wa bodi ya ligi kwanza, ili tuondekane na udhamini wa mavilabu mengi haya ambayo hayana mpango, mwisho wake wanaambulia matusi na mengine mengi. Unaamini kwamba itakuwa ni sehemu ya mabadiliko ambayo alikuwa yakizungumzwa, kwamba watu wanataka mabadiliko na haki itendeke? Ndo tunahitaji hivyo, kwa sababu majangala wanafikiri wanaweza wakatuletea watu wao. Umeelewa? Bahati mbaya pia waliowaondoa, kama ulikuwa una taarifa, au waliowaondoa sisi tulikuwa tunawatetea pia ni watu wao wa Yanga, kwa sababu Almas Kasongo ni Yanga, mna Mguto ni Yanga. Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa nakueleza kwa Mguto aliwekwa mwenyekiti wa tawi la Yanga Tanzania Railway Tanga. Yaani kwa nini waonekane ni Yanga mara baada ya kutoka kwenye hizo nafasi? Ametoa watu wao, sisi tuliwatetea. Sisi tunajua ni Yanga muda mrefu, wa kitu tulikuwa tunaona wanatenda haki wao, kwa sababu uwezo wao mdogo wa kufikiri wakawaondoa, na wao ndio wapo ubingwa wa miaka mitatu, maana wasubiri kusota na wao mwakani. Sababu wametoa watu wao wakitegemea wateka wao, hamna mtu atakayewaruhusu wao waingie tena. Unapomzungumzia Jemedari kuona viatu vya CEO vinamtosha, ni kwamba kwa sababu unaona akiwa anapiga sana misumari ambayo inawaumiza Young Africans, au unaona ni mtu ambaye anatosheleza kabisa kuzisimamia taratibu na kanuni kiutendaji ambazo zinakuwepo kimakubaliano ya wao wajumbe ambao ni wenye viti wa vilabu, lakini zikipata baraka kutoka katika shirikisho la mpira wa miguu? Jemedari ni msema kweli, wala hamna siku moja leo kuwasema Yanga vibaya, isipokuwa Yanga ni wahalifu. Hivi kuna mhalifu anampenda polisi? Haijawahi tokea. Basi Yanga ni wahalifu, kwa maana hawezi kumpenda msema kweli. Jemedari ni msema kweli, Sheikh. Tena ni msema kweli kweli kweli. Na ukitaka kujua ni msema kweli, Jemedari aliwataki ndani mabadiliko yetu sisi, aliyazungumza mpaka wakawa wanamsifu, si ndio? Sasa basi kapindua ukweli tu upo upande wa pili, ni msema kweli, hamna kitu kingine. Ukiambia utaje sababu kuu 3 za yeye kukaa katika hiyo nafasi, utazisema vipi tofauti na hizo ulizozisema? Amehudumu katika mpira muda mrefu katika vyeo tofauti kupitia klabu na TFF, manake kwanza anao uzoefu, manake tunahitaji mtu mzoefu ili kuendesha ligi. Pili, Jemedari ni Makonde kama sikosei. Watu wanakuaga wamenyooka sana katika maisha. Na hiyo makondo yote ni sawa na mwalimu na mwanasheria. Ukiwa na hakiki mwalimu na mwanasheria, watu wanakuaga wamenyooka sana, kwa sababu wanaathiriwa na zile kazi zao. Kwa hiyo nikizungumza hao na wazungumzia katika sekta hiyo, na wazungumzia katika nukta hiyo. Karia, nimesikia kauli yake akizungumza kwamba kwa wale wanaoenda kushtaki FIFA, hata FIFA wanampenda mama kwa sababu ya maendeleo anayofanya katika sekta ya michezo. Ndio wanaoenda kushtaki FIFA. Kauli imekaa kiutata. Tuinyambue kwa namna ambavyo wewe umeweza kuitafsiri. Simba Yanga wote huwa wanakimbilia hapo FIFA katika kufanya majambo yao, lakini kwa sasa sidhani kama Simba wamefika FIFA, isipokuwa ninachojua baadhi ya mashabiki wa Simba walifollow
nadhani akaunti moja ya FIFA kwa wingi sana. Na kwa kawaida akaunti nadhani wewe unafahamu watu wakiwa followers wanakuja kwa wingi. Maana mnaipitia akaunti kutaka kujua. Inawezekana watu walikuwa wakipeleka huko malalamiko, sio, umenielewa? Labda alichukua kwa njia hiyo, lakini mimi nadhani walopeleka mashtaka walikuwa ni Yanga kudai point 3. Yes, sasa kama anawazungumzia wao, aweke tu wazi, isipokuwa alizungumza siku moja maoni yake kama mwanadamu mwingine kama anavyoona, akakashifika. Na kama wako Simba wanataka kwenda FIFA, yawezekana pia anawapa angalizo au Simba juu ya huko wanapotaka kwenda FIFA, kwa sababu nani Jafet, hatuwezi kukubali kwa eti Simba itakuwa perfect kwa 100%. Yaani tuseme Simba iko safe. Lakini makosa ya Simba ni makosa ya kikanuni ambayo kanuni inaweza ikafanya kazi. Sio makosa ya kutaka kutafuta hisani. Makosa ya wenzetu ni kutafuta hisani. Makosa ya wenzetu ni kuilazimisha serikali ije katika jambo ambalo haijafikiri kuja. Sasa makosa haya yanakuwa yako sawa sawa sana Jafet. Sisi tunagusa katika nukta hiyo kwa sababu vyovyote vile tutakapofanya Jafet, tutaimba, tutamaliza, lakini tutarudi kwamba jambo hili limeamuliwa na serikali. Nielewa. Juzi jana nilikuwa namsikia Adelage anazungumza. Ni sawa, Adelage ana haki ya kuzungumza kwa sababu alileta ile jambo, ni mama, hata mimi namuheshimu. Lakini ukweli kwamba FIFA hairuhusu vitu hivyo, hairuhusu, haitaki na haifikiri, kwa sababu zinataka hizi mamlaka zifanye kazi yake. Uchaguzi haupo mbali na upo katika mji wako wa Tanga. Mji mtukufu. Naam. Baraka zimerudi hapo nyumbani kwa Seifu Mipapa. Namna ambavyo unatazama hivi sasa uchukuaji wa fomu, huku Karia akihusishwa sana kurejea katika nafasi yake tena kwa miaka mingine 4. Una utazamaji uchaguzi huu hususan wenye ngazi kubwa ya kimaamuzi katika mpira, kwa maana ya rais pamoja na ngazi nyingine za kiutendaji? Karia anatakiwa kushinda tena. Karia ndio suluhisho la soka la Tanzania. Karia ndio suluhisho la soka la Tanzania. Karia katika utawala wake amecheza fainali 2. Toka Tanzania imeumbwa, fainali ilichezwa moja na Simba ya Federation. Karia kwenye utawala amecheza fainali 2. Sio jambo la kawaida, sio jambo dogo, ni jambo zito. Karia katika utawala wake amecheza AFCON 3 kama sikosei. Umeelewa vizuri? Katika utawala wake nadhani Mungu akijalia yeye ndo atakayekuwa chachu ya AFCON kuja hapa. Unapomzungumzia Karia unazungumza maendeleo makubwa katika mpira. Karia ndo alomkaribisha huyo GSM kuja kudhamini vilabu vyote hivi na kuidhamini Yanga. Karia ndo alomsogeza kwa sababu katika utawala wake ndo aliachia mianya. Lakini bahati mbaya zaidi, nimekwambia kuna wajinga kama kina Manara na wengine, kila siku wana kazi ya kumtukana, kila siku wana kazi ya kumkashifu. Karia anachukia kuendelea kuliongoza soka hili mpaka mwisho kwa sababu yako maamuzi mengine Karia anaamuliwa. Sasa unapoamuliwa huyu mjinga tu amekuamulia nani, ana nafasi gani Jafet, ana mamlaka gani, sio, umenielewa? Kuna muda lazima lije wazo la mwisho. Jafet, nikupe kisa kimoja. Jafet, Yesu hakutakiwa kuzaliwa kwa mujibu wa mfalme ambaye alikuwa wakati ule. Napochukua kisa hiki nitakiamisha katika mpira. Mfalme alitoa tangazo la chini kwa wakunga. Herode huyo. Sema kwa kutamka muue watoto wa kiume itakuwa tatizo. Akawaambia wakunga sasa, kila mtoto anayezaliwa wa kiume auawe. Maana yake hii ni issue ya kunongoneza. Sasa Mungu anajua hila za wajinga. Mungu akamsababisha Yusuf na Maryam kutoka sasa kwenda kutafuta makazi mapya. Si umenielewa? Kabisa. Na hata wakati Yesu mama yake anajifungua walikuwa wako safarini, ndio? Kabisa. Baada ya kutoka kujifungua maana yake wakahamia Misri muda wa miaka mingapi? 5 kama sikosei. Jibu hapo Jafet, au nimekuacha kidogo? Tupo wote. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo nakusudia kwamba narudi tena, yani katika majambo haya ya hila inaweza ikawa inafanyika kwa sababu mjinga tu hataki mwerevu afanye majambo yake. Kwa maana Mungu si anafahamu. Sasa nikirudi kwa Karia, yani Karia watu wanaomsakama, watu ambao hawamtaki Karia ni wajinga tu ambao hawana maarifa na mpira, hata maendeleo ya kimpira wao wanayaona kuwa ni tatizo.
Okay. Na kubwa zaidi, Karia anaonekana kufanya kitu. Miaka yake Simba imepata maendeleo zaidi kuliko Yanga, bila kujali kwamba Simba ina uwekezaji. Umeelewa sijui? Sasa wanahisi kama vile Karia ndo aliyosababisha Simba kuwepo walipo. Hapana jamani, msipate dhambi. Kuna mtu anaitwa Muhammad David Mo, huyo kiboko ya matatizo shekhe, ndio mtu aliyefanya tuwepo hapa. Kwa hiyo Karia minne tena. Yaani sio minne, itungwe sheria tu wagombea watu wengine. Unampaje minne tena mtu ana maarifa kiasi kile? Kaka naona ingia kwamba paka atakapozeeka kaka. Kwani ana makosa gani my brother? Kwanza makosa mengi katufanyia Simba, lakini si ndo tunamtakia mema. Jafeti. Tunamuelewa sana Yesu. Tena kupiga shavu ili mgeuzie ili yule mbaya we mtetee. Atajua uthamani wako Jafeti sisi bwana tuna maarifa. Jafeti mimi kuna siku nimekwambia mimi silali paka nimwambie Mungu Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Mungu nizidishie elimu na nijuze vitu. Basi wewe omba hela tukaa nazo wewe, mimi nataka kujua. Tumezungumza mengi Maalim Seif Mipapa kutokea Tanga, ndiko ambako anasikika Seif Mipapa kwa hivi sasa. Labda tutuamie sasa kwa wadau, siku za hesabika kaka. Leo 19 msalia wa siku 6 tu kuelekea dabi yenyewe. Familia unaiambia nini? Uvumilivu. Tungoje watatuambiaje viongozi wetu, tuvumilie katika hali hii. Tungoje watasemaje viongozi, basi na sisi tupokee, milango tupokee. Lolote tutakalokuja hata kama linatuuma. Madamu watakuwa wameleta viongozi wetu, tulipokee, tulifanyie kazi na Allah atupe subira. Kwa sababu tutakwenda kuwa machampioni wa hii kombe na tumepata mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wetu ambao tunao. Basi tuonyeshe kwamba na sisi tunawajali, tupo nao pamoja na tunawapenda. Na nirudi kwa wadau kina brother Kiza, Ibasomba, menelewa kama zangu UK, kutoka Pemba, Kabrigado, Chazi Mbedo. Chazi Mbedo. Chazi Mbedo, umenielewa bwana? Da Halima. Na ndugu yangu mmoja ametokea Dodoma juzi alinitafuta. Ami zangu ambao wako mpaka yani wote kwa ujumla na wale wadau ambao wananifuatilia, mimi niseme niko strong. Naomba Mwenyezi Mungu tu azidi kunipa afya njema. Umenielewa bwana Jafeti? Bila kusahau nikimaliza maana kuna siku isije kaleta tabu. Naam. Mimi niseme ubaguzi ndio msingi. Nimalize na mama Mama G. Salamu nyingi kwake. Wakati wewe ukiwa unasubiri dabi ya tarehe 25, kumbuka tu vilabu vyote viwili vinamsalia wa mchezo mmoja mkononi kabla ya kwenda kukutana wao kwa maana ya mahasimu. Wamekupana sana. Safari hii sijui nini ambacho kitakwenda kutokea zaidi ya kile ambacho kimezungumzwa kuwa kuna mchezo majira ya saa 11 kamili za jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Halima amekuwa kimya muda mrefu. Itabidi nimtafute nimuulize kulikoni huu kimya, unajema ndani yake ama kuna maumivu ambayo bado unayaugulia kwa hivi sasa. Mimi kutokea mji mtukufu wa Tanga, ama liite jiji tukufu la Tanga, sina la ziada. Naomba niweke nukta kwa hapo ili tukutayarishie mengine mazuri kutokea hapa Wisport TV. Assalamu alaikum.